Yes, mazee wazi jo kwa kujoin tena hapa kwa Jubilee Scandinavia. Mazee mimi naitwa Kenneth Munge ama jina ya mtaani naitwa Ufuri. Mazee karibuni tena mazee kwa hii topic ya siasa na vile stories zinaendelea mtaani bana, politics zimechacha na sisi kazi yetu hapa mazee ni kusupport Uhuru na Ruto. Juu sisi hapa Scandinavia mazee tuna believe hakuna mtu mwingine anaweza run hiyo nchi vizuri kushinda Uhuru na Ruto. Mazee asanteni sana kwa responses, na mazee kuna vitu zimehappen hapo mtaani zinafanya mazee hata maswali zenyu zingine siwezi jibu for now. Juu events zina overtake zile maswali mmeuliza hapa, lakini si ati hatujaingia kwa nini kwa neti, niko nazo zote mazee, nashukuru sana. Lakini topic ya leo nataka kwenda direct leo juu mazee mimi nataka kuuliza kitu moja. Yani, how many lives are we going to sacrifice to secure Raila's presidency? Juu mazee wa Kenya tumekufa juu ya Raila. Raila amefanya watu wakakufa pale mtaani deadly. Ile kitu iko ni ati mazee lazima tuangalie vile hata mzee kama huyu Ngunyi Mutahi anasema juu nani ana benefit kwa hizi vifo? Nani ana benefit kwa mtu akidedi? Juu tumeona ma episode za CSI mingi, tunaona lazima kukuwe na motive, lazima kukuwe na reason of death, lazima kukuwe na nani ata benefit, na hapo ndio tunafaa kuconcentrate tuangalie nani ana benefit na hizi vifo zina happen mtaani saa hii. Ile kitu iko ni ati mazee watu wamededi mtaani, na Raila saa hii ndio ule politician yuko alive, ule yuko na damu mingi ya Wakenya kwa mikono yake. Wewe unajua hivyo ni ukweli na mimi najua hivyo ni ukweli. Na hakuna haja tukaya hapa tujidanganye ati Raila is not involved na hizi murders za Wakenya zile zina happen hapo mtaani na zile zili happen hapo awali. Raila is capable of causing chaos in our country and anarchy. Ile kitu iko ni ati tukiangalia kama ni hii vile Ruto amevamiwa hapo home, na tuangalie vile mtu kama mzee kama General Kaisari amededi, tuangalie vile mpaka mtu kama mzee kama huyu Msando wa IBC amededi, amemado, tuangalie mpaka vile Professor George Saitoti alidedi. Tukichekizi vifo zote zina happen tu saa zile kuna hii issue ati Raila na run for presidency. George Saitoti nadhani mimi alimadwa kwa sababu it was going to be easy Raila atakuwe president, kwa sababu Kenyatta, Uhuru na Ruto walikuwa wameambiwa ati hao wataenda kwa Hague. Sasa ilikuwa ati ni kama through pass, Jaramogi ama huyu son of Jaramogi Raila ataingia, lakini haikuwezekana. Sisi wa Kenya tulikataa na nguvu ya Mwenyezi Mungu ilipatikana kwa sababu wa Kenya waliomba sana. Mazee hizi vitu bana lazima tujichunge sana bana, because we know who's capable of causing this kind of chaos right now in Kenya. Ile kitu iko ni ati leo hii sasa vile tunaongea, hii ni mwezi wa August, na hii mwezi wa August kwa Wakenya wengi hawajui, hii ndio mwezi ile Raila alijaribu ku overthrow serikali Kenya back in 1982. Hii ndio ile mwezi wa Kenya walikufa kwa sababu ya Raila. Hii ndio ile mwezi Raila alijaribu ku overthrow serikali ya Moi using force, akitumia vijana wa Air Force. Tunaweza dhani alikuwa anatumia vijana wana akili, lakini alienda kuchukua Private Ochuka na Sergeant Okumu, low ranking officers, watu hawajui ni nini wanafanya. Raila alienda akawa incite bila na incite giwa jinga, akawaambiwa achukue serikali, sijui the Voice of Kenya, wakachukua Leonard Mambo Mbotela, wakaenda huko sijui watu wakaanza wamechukua power, na Moi akakuwa restored back by General Mohamed
na tunakumbuka hiyo history. Wakenya wengi nyinyi wayang, nyinyi mna support sijui Rao, sijui mnasema Rao hapa, you don't know who you are dealing with. Nyinyi hamjui huyu Raila mnaona hapo ni nani, you don't know him. Mungekuwa hapo 1982 juu I was a young boy, I was a young man that time. Niliona vile watu walifanywa, niliona vile watu waliuliwa, niliona vile watu walikuwa wanapigana, nilisikia the sound of bullets. Wakenya wengi hata wajui the sound of the gun, how it sounds like in a war situation. I experienced that as a young man in Kenya caused by Raila Odinga. Huyu ati sasa nataka kuwa president wetu Kenya. Breadwinners wa watu wengi walikufa, wamama walikufa. Watu wale hawakuwa na habari, huwa caught in the crossfire. We imagine mama alienda Marikiti asubuhi ajui kwa serikali imeoverthrowiwa. Hawakurudi nyumbani. Walikufia huko Marikiti, wengine walikufia huko Machakos bus station. Wengine Wahindi walirepiwa huko kwa manyumba zao, na watu wengine wa Air Force who are still alive today raped women. Indian women were raped. Kenyan women were raped kwa sababu ya the mayhem ile Raila alikosi in Kenya. Nyinyi watu, if you don't know what really happened in 1982, nyinyi watu wa media, can you show Kenyans what Raila did in 1982 so that these young Kenyans who are born in 1980 can understand what kind of a person we are dealing with? Because mimi najua watu wengi, they don't know who they are dealing with. Sisi tulikufa hii mwezi wa August 1982. Watu walikufa, property was stolen. Kuna watu mpaka wako hii Ulaya leo hii who are still making noise ati wa Raila ingia, na walikuwa one of those people who raped other women and waliiba pesa. They caused mayhem in our country. Na Raila was behind it. Na mimi nakwambia Private Okumu alirudishwa, akanyongwa. Uchuka alinyongwa. The only person who survived was Raila. Hao vijana wote wa 82 walifungwa, wengine life sentence, wengine walinyongwa mpaka leo hii. And nobody is speaking about it. Lakini God is great. That's what I want to tell you Kenyans. That hii mwezi ya August hii Raila alikosio mayhem. This is the month that we are going to make sure that Raila's political career ends. Hii ndio ile mwezi sisi tunamaliza hiyo presidency yake sisi watu wa Kenya. We people who know that what we are dealing with, we are going to finish his political career this month of August. God has kept him alive so that this August he remembers is the month that he killed Kenyans and also the month that he came out of politics. We put him out of politics. Bana nini watu, I don't know kama watu wa Kenya mnaona labda si tumenoki, lakini ile kitu iko manze, we are telling you the truth. We don't care kama watatutusi ama watafanya nini. Juu ile kitu iko manze, masupporters wa Raila bana ni watu wanapenda kuchongoana deadly. Yaani kuna kitu tunaongea, kitu unaweza sema ati ya politics ikuwa ati mnaweza discuss. Ukisema manze tuko na SGR ati hiyo ni tribalism. Ukiuliza Raila amefanya nini, basi tuongee politics ati hiyo ni tribalism. Maana tunapigwa hii vita ya tribalism kila kitu. Either usupport Raila ama wewe ni tribalist, period. Hakuna kitu kingine. Hakuna kitu kingine unapigwa label isipokuwa hivyo. Na mimi nakwambia sisi wa Kenya, we are not going to forget. We normally forgive and forget all the time. Sisi saa yote tuliforget mambo ya mbeberu, tukaforget mambo ati tulikuwa colonized. Na tunaforget hii mambo ati Raila vilaliwa wa Kenya. No way, we are going to remind Kenyans what Raila is all about. Na hii mwezi ya August ndio tumefika leo hii. I want you guys to go back to history. Nyinyi watu mmesoma, vijana mmesoma, go back to research and understand. Demand that the media in Kenya shows you the pictures of what happened on August 1st. Hii mwezi leo tuko this 1st of August that we are having today. What Raila did in Kenya. Ile kitu iko mazee, mimi nataka kuambia kitu moja bana. Sisi watu wa Kenya, hizi elections na narudia mara kwa mara, mazee ni election simple sana. Tumeona vile Kenyatta na Ruto wamefanya. Sijui bado tuna argue nini, ati sijui ati Raila, sijui nini. Mazee cheki sasa. Saa yote imekuwa mazee, ati sasa tuende ati kutarigiwa. Mara sijui ati stima zitalost, ati kuna Jubilee na plan blackout. Mara sijui jeshi tena sijui ati
itatumiwa kurig. Mara sijui hata tusikatane maana tusipigane tusikatane maana tusikatane mpaka sio atashinda. Sasa ile kitu hiko ni ati akishindwa tutadunini tutakaa mauchu deadly maana tukiwa mauchu deadly. Sasa inashinda huyu jamaa bana, hii ni mambo gani? Ni siasa gani bana? Wife wake sometimes back akiwa sijui mambo za wanawake, maendeleo za wanawake, pia ilitoka na hiyo kitu ati unajua ati we want women to refrain from sex so that the husbands can do this. Atuambii ana ngoja Raila mademu mama wale wajinga ndio wanaenda kunyima mabwana zao. Anaenda kungoja Raila home. Tunajuaje kama Raila akifika yeye upiga gingi kwanza ndio anaweza kuzusi? Hatujui. Alafu hapa tena anakuja na tombe tena tusikatane bana. Hii ni mambo gani bana? Wanataka kutucontrol mpaka vile tutakuwa tunakatana. Bana, hii siasa gani bana, umbuyu bana. Mimi nashindwa mazee si wa Kenya bana. Kwani tumenoki nini? Atuoni huyu jamaa bana, huyu jamaa hafai kuwa na sisi. Hafai kuwa karibu na sisi. Huyu ni mtu anaweza kuletea mama bigi sana kwa nchi yetu bana. Na sisi tunaona hivyo na ana maendeleo. Tunaweza mtag nao tuseme ati hii ni kitu Raila ametufanyia. Ati hii kitu ati NASA imetufanyia hivi. Ati hizi ni mambo huyu jamaa ametuduia hivi. Mazee ile kitu iko ukweli ni hivi. Mimi naona sisi wa Kenya mazee itabidi tu unmyth vitu zingine zimekuwa watu wakiwa kichwa. Kama kuna hizi myth mbili zimekuwa zikifanyika hapo hivyo mtaani. Na hizi myth mbili watu wa Kenya tumegrow nazo. Tukifikiria ni ukweli kama myth hii ati Kenyatta, mzee Jomo Kenyatta aliwatomboya. Kuna myth nyingine tena ati Jaramogi aliwachia Kenyatta presidency. Ati Mbeberu alikuwa anapatia Jaramogi presidency, Jaramogi akasema ati hapana, ati wachilieni Kenyatta kwanza, ati ndio sasa ati mimi niko president. Mimi nakwambia wale hiyo ni ufala. Kama unabilibigi hizo ujinga, mazee wacha leo ni admitizo vitu. Tuseme ukweli. In the wake of 1960s Tanzania ilikuwa imepata independence mbele yetu. Na Nyerere alikuwa ameingia katika hali ni kama Tanzania inaingia line ya kikomunisti. Na after second world war, British na Americans walikuwa wanapigana na vita ya USSR ya kukuati Russia ilikuwa ina transform manchi mingi, ilikuwa ni mvutano ya communism na capitalism. Na katika hiyo time mazee Britain ingekujua tu wewe ama ikuone wewe ni kama ni communist, walikuwa wanakuputa off mara moja. Hata huko US bana in the 1950s, 40s na 60s hapo mazee ungekuwa wewe ni communist, ulikuwa unaletwa in a grand jury. Kuna watu waliumia US who are labeled as communist. Ilikuwa huko US ulikuwa hata kuna watu wali lose businesses, kuna watu wali lose their majob zao, kuna watu walifutwa majob, kuna watu walikuwa demoted, kuna watu walifungwa, kuna watu wengine walidisappear. Juu hii vita ya communism na capitalism ilikuwa mingi, na Jaramogi alikuwa tayari British ashamchukulia yeye ni communist. There was no way, and believe me, there was no way a colonial government of Britain was going to leave the presidency for Jaramogi Odinga. Jaramogi was seen as a communist, and there was no way the British was going to leave the presidency to a communist leader. And to prove the issue right, after independence, Kenyatta alitoka akakuwa president. Alimpatia akakuwa vice president. What happened after Jaramogi started becoming vice president? Uliona alianza ujinga. Alianza ujinga hiyo yake ukomunisti, akaanza kuandika vitabu ati Kenya is not yet uhuru. Ati sijui nini, akaanza ujinga ati watu wangu wako na njaa, sijui tufanye nini, ati sijui nini, mambo nyingi za ujinga, ndio akaanza kufall out na Kenyatta. He was a communist. And there was no way the British could have given a communist. Kitu kingine ni ati tomboya Kenyatta, Jomo Kenyatta aliwatomboya. Jomo Kenyatta had all the reasons to benefit from tomboya, because vile Mbunyi Mutai anasema, let's look at who benefits from these deaths.
Mzee Kenyatta alikuwa anapenda young Turks, watu kama Kibaki those days were young Turks, educated with degrees. Tom Mboya was a flamboyant, intelligent black man, Luo black man, Kenyan. Na mimi nakwambia Kenyatta alikuwa anapenda Tom Mboya like his own son. And there was no way, ukiangalia even in the history, there was no way Tom Mboya alikuwa critic or a threat to the Kenyatta regime. There was no way. He was not a threat to Kenyatta's regime in any way. Na ule mtu alikuwa anaona wivu na hii relationship ya Tom Mboya na Kenyatta, who else? Ilikuwa ni Jaramogi. He was the only one to benefit from the death of Tom Mboya because Kenyatta alikuwa anaona Tom Mboya as an alternative to Jaramogi. Tom Mboya could have been an alternative to Jaramogi in politics. You don't kill an alternative. Kwa hivyo hizi myth wa Kenya wamekuwa kiweka, Kenyatta aliwa Tom Mboya, Kenyatta aliwachiwa nini? Hizo bullshit, watu waache kubelieve hizo ujinga, watu wameshinda hapo wakiambiwa. Hizo ni hizi myth tu nasikianga tunaambiwa ati Wakikuyu Pangalaini State House wanapewa pesa. Ati sisi wenda State House Wakikuyu tunapewa pesa na president. Okay, tuseme for instance, ukienda Australia saa hii ama uende US, kuja hapa Sweden, uende Britain, enda Canada, enda anywhere in the world pali kuna Wakenya, utapata Wakikuyu are doing well in business. If you go to Australia, unapata Wakikuyu wana malori yuko na ma businesses, transport, you name it, IT. Mpaka kuna senator ameingia huko kwa parliament. Enda Britain, kuna mpaka sijui nani mayor ameingia huko Mkikuyu Britain. Hapa Sweden kuna council ameingia hapa Mkikuyu. Watu wana businesses. Myself I'm a businessman here in Sweden. Hapa ni huko kote ni Kenyatta ndio president. Hizi Kenyatta ndio president huko kote, anapatia watu pesa Australia, anapatia Wakikuyu pesa Germany, anapatia Wakikuyu pesa US. Wacheni hiyo ujinga, you people. You have to wake up. Stop from this bullshit mnakonga nayo ya backwardness. Kujeni tuoneshe biashara na understand sisi tunafanya biashara. Sisi watu flamboyant tunakuaga saa yote kwa restaurants, sijui semester wapi tunajipiga kwa Facebook. Sisi tunakaanga lakini tunaendaga home tunafanya vitu na labda mtu ana plot ana nini. I mean the issue ni hivi. Wacheni ufala ya kushinda mnasema ati Wakikuyu ni wagondi nini. Hiyo ujinga mmekuwa nayo ndio ati mnadedi na Raila. Raila will not do anything for you. Hata akakuwa president, he will not do anything for you. Si alikuwa ameolewa na Moi Raila. Si alienda siku zile na kiss Raila na kiss Moi, si alikuwa na romantic na Moi akaolewa hiyo NDP yake na Moi. What happened? How many Luos benefited from that relationship? Nobody. Si alikuwa prime minister. How many Luos benefited from his prime ministership? Ilikuwa ni Kibaki ndio alikuwa mwafungia. Saa yote you point at the president ndio anawafungia. Saa yote mna blame Kenyatta, mna blame Kibaki, mna blaming president. Julia Dhiambo anatukana Kenyatta mshenzi, she is blaming the president. The governing system of Kenya has changed. Put your county government into question. Kama they did provide for you guys. Don't blame the president. The president is not a magician. The Kenyan president Kenyatta hawezi kufanyia kila mtu kitu kila mahali. Kenyatta is thinking big plan, infrastructure and think mambo mingi, but your county governments must provide for you. Mkipatia serikali ama mpatie Kenyatta takataka, how do you expect him to work? He's not a magician or some angel or some miracle guy. Atakuja apatie mayuth wa kwenu zale. Julia Dhiambo anatoa suruali kwa parliament na anasema ati Kenyatta mshenzi. She's not given people jobs. She's not provided for you guys anything. Yeye anapiga tu kelele huko. Hold your MCAs accountable. MCAs are also accountable for your lives. Your MPs are accountable for your lives. Why are you not questioning the role of your MPs? Why are you not questioning the role of your senators and your governors? Huko kwenyu, mbona you don't question the roles of those people? Those are the people who are supposed to provide for you. Wacheni kushinda saa yote mnasema ni Kenyatta hajafanya. I mean, come on you guys. You have to wake up and you have to talk politics. Matusi tu ndio mnajua. Matusi bin Matusi. Aka Matusi. Elias Matusi. Yani hakuna kitu kingine tunaweza ongea isipokuwa matusi bana. Nyinyi watu acheni ufala mko nayo bana. Mimi naendelea kuwaambia mpaka siku zile mtasikia. Yani hata mkiniita mimi ni tribalist, sawa, niiteni tribalist. Lakini Kenya we are playing tribal politics. And there is no way you can talk about Kenyan politics
and don't sound a tribalist. Kwa sababu kila kitu nikisema ni tribalist. Kila kitu ukisema wewe ni tribalist. And at the same time, I am a Kikuyu, yes, and I'm a proud Kikuyu. I know myself. I'm not going to apologize for who I am. I know who I am, and I'm very proud for it. Mimi ni Mkikuyu na nimezaliwa Mkikuyu, and I'm so proud to be a Kikuyu. Mimi sita apologize. I'm an apologetically Kikuyu and Kenyan. If you have a problem with that, you go wenda kule utaenda, because I did not choose to be a Kikuyu. So I don't feel, mimi sitakuwa kama mazee hii kitu imefanywa mara Wakikuyu wengine mazee siku hizi naona wameingiza baridi. Hata kwa Facebook hawezi comment bana. Watu wamekuwa na njeve, yani wamekuwa njeve na Wajaluo bana. Ati every time unataka kuwa politically correct. Every time ni mwana wa Kikuyu bana, places of work ukienda Kenya kila mahali Kikuyus have become so down. Kila saa tumekuwa picked up like we are people, ati sisi ni waizi, sisi hakuna kitu kingine tunafanyanga, ati sisi Kenya ni ya Wakikuyu. I mean, come on, stop that nonsense. I'm a proud Kikuyu, and I'm not going to apologize to anybody for who I am. I did not choose to be a Kikuyu, neither did you choose to be a Luo or a Kisii or a Kalenjin or whoever you are. I respect you the way you are, but don't intimidate me. Usini intimidate ati mimi ni Kikuyu. No, I'm going to stand for my right. I'm an apologetically African and a Pan-African at the same time. Mazee, wacha niwaambie, sisi vile kitu hiko ni ati sisi tutaendelea ku support Jubilee. I believe Jubilee is a progressive party. It has a very, very, very progressive leadership. Mazee, tutaendelea sana. Wacha kwanza tu deal na hiyo kitu. Wacha kwanza tuone vile mambo zinaendelea. Mazee, msisahau tuko just a few days to vote. Let's vote for Jubilee. Msisahau jo ndugu zangu. Mazee wazi jo. Part 2. Na msisahau, feel proud for who you are. Love yourself, love your country. Be patriotic. And let's vote for Jubilee. Wazi jo. Part 2 hana. Asante jo. Bye bye.